Karibu katika makala kuhusiana na Ibrahim Hassan Al-Asir, almaarufu kama Master Bomb Maker. Mimi naitwa Simio Sonyo, niseme karibu. Ibrahim Hassan Tali Al-Asir alikuwa raia wa Saudi Arabia aliyejulikana kwa kuwa mtengenezaji mkuu wa mabomu wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda katika rasi ya Uarabuni Aqab. Ibrahim Hassan Al-Asir alizaliwa April 18 au 19 mwaka 1982 huko Riyadh, Saudi Arabia. Anatoka katika ukoo wa Al-Asir, jina linalomaanisha kuwa asili yao ni kutoka Asir, mkoa wa mlimani ulioko kusini magharibi mwa Saudi Arabia, karibu na mpaka wa Yemen. Eneo hilo lina historia ya kihafidhina na wakati mwingine linahusishwa na itikadi kali za kidini, ingawa sio wakazi wote wana mwelekeo huo. Baba yake alikuwa mwanajeshi wa Saudi Arabia, jambo ambalo linaonyesha kuwa alikulia katika familia yenye uhusiano na taasisi za serikali, hasa jeshi. Asili ya familia yao ni kutoka mkoa wa Asir, kusini magharibi mwa Saudi Arabia. Familia yao ilihamia Riyadh, ambapo watoto walipata elimu ya kawaida, na Ibrahim alisoma kemia kabla kujiingiza kwenye harakati za kijihadi. Kwa ujumla, familia ilikuwa ya kawaida yenye maadili ya kidini ya wastani na hawakuwa na historia ya misimamo mikali. Tuangalie kuhusiana na elimu ya Ibrahim. Mwaka 1990 alisoma shule za kawaida huko Riyadh. Alionyesha mwelekeo mzuri kwenye masomo ya sayansi, hasa kemia. Aliendelea na elimu ya juu kwenye chuo kikuu cha sayansi huko Saudi Arabia, lakini aliacha masomo kabla kuhitimu. Ibrahim Hassan Al-Asir alihusishwa na mashambulizi kadhaa ya kigaidi, ikiwa ni pamoja na shambulio la Christmas la mwaka 2009 ambapo raia wa Nigeria Omar Farouk Abdul Muttalib alijaribu kulipua bomu lililofichwa ndani ya nguo zake akiwa ndani ya ndege ya abiria. Njama ya mwaka 2010 ya kutuma bomu kupitia mizigo ya ndege ya mizigo kutoka Yemen kwenda Marekani. Jaribio la kutumia mabomu yaliyopandikizwa ndani ya mwili wa binadamu, ambapo alikuwa na lengo la kuepuka kugunduliwa na vifaa vya usalama. Al-Asir, the Bomb Maker, pia alihusishwa na mashambulizi mengine ya kigaidi na alihesabiwa kuwa tishio kubwa kwa usalama wa kimataifa. Alikuwa akitafutwa na serikali ya Saudi Arabia na alikuwa kwenye orodha ya watu wanaotafutwa na Interpol. Mwaka 2005 alikamatwa na mamlaka za Saudi Arabia kwa tuhuma za jaribio la kuingia Iraq kwa ajili ya kushiriki katika vita. Alikaa gerezani kwa muda mfupi kisha akaachiliwa baada ya kuonekana hakuwa tishio mkubwa wakati huo. Mwaka 2006 hadi 2007 alijiunga na Al-Qaeda. Alitoroka Saudi Arabia na kuhamia Yemen, ambako alijiunga rasmi na kundi la Al-Qaeda katika rasi ya Uarabuni, yani Aqab. Alianza kushirikiana na viongozi wa kundi hilo na kupewa nafasi ya kuwa mtengenezaji mabomu wa kikosi cha Aqab. Aqab ni kifupi cha Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, kwa Kiswahili Al-Qaeda katika rasi ya Uarabuni. Hii ni tawi la kundi la kigaidi la Al-Qaeda liloanzishwa rasmi mwaka 2009 baada ya kuunganishwa kwa wanamgambo kutoka Saudi Arabia na Yemen. Kundi hili lilifanya mashambulizi kadhaa dhidi ya maslahi ya Marekani, nchi za Magharibi, na pia dhidi ya serikali ya Yemen na Saudi Arabia. Makao makuu yake yako Yemen, hasa katika maeneo ya kusini na mashariki mwa nchi hiyo yalikuwa ngome kuu ya Aqab. Malengo makuu ya Aqab ni kuanzisha utawala wa Kiislamu wenye misingi ya jihad kali, yani jihadist state. Pia kupinga serikali zilizoko sasa, hasa zile zinazoshirikiana na mataifa Magharibi, lakini pia kufanya mashambulizi ya kigaidi dhidi ya raia na taasisi za kimataifa. Aqab limewekwa kwenye orodha ya makundi ya kigaidi na Marekani, Umoja wa Mataifa na nchi nyingine nyingi duniani. Mwaka 2009, mabomu ya underwear. Alitengeneza bomu lililofichwa ndani ya nguo za ndani kwa ajili ya shambulizi la Christmas la mwaka 2009. Omar Farouk Abdul Muttalib, raia wa Nigeria, alijaribu kulipua ndege ya Marekani, lakini bomu halikufanya kazi ipasavyo. Mwaka 2009, kifo cha ndugu yake, mdogo wake Abdullah Al-Asir, alijilipua katika jaribio la kumua naibu waziri wa mambo ya ndani wa Saudi Arabia. Bomu hilo liliundwa na Ibrahim na Abdullah alikufa papo hapo. Tukio hili liliamsha wasiwasi mkubwa kuhusu mabomu yaliyofichwa ndani ya miili ya binadamu. Baadaye nitakuja kukusimulia kwa kina kuhusu kifo cha Abdullah Al-Asir na ilikuwaje. Mwaka 2010, njama ya mabomu ya mizigo. Alitengeneza mabomu yaliyofichwa kwenye mashine za kuchapisha yaliyotumwa kwa njia ndege za mizigo kuelekea Marekani.
Mabomu hayo yaligunduliwa na kushikiliwa kabla hayajalipuka. Mwaka 2011 hadi 2017, maficho Yemen na juhudi za mabomu mapya. Ibrahim Al-Asir alijificha katika maeneo ya milima ya Yemen huku akiendelea kutengeneza mabomu ya hali ya juu yasiyogundulika. Alifanywa majaribio ya kutengeneza mabomu ya kupandikiza kwenye mwili wa binadamu, yani implants. Alibaki kuwa tishio kubwa kwa mashirika ya usalama duniani. Ibrahim Al-Asir alikuwa na ndugu kadhaa, lakini aliyejulikana sana ni Abdullah Hassan Al-Asir ambaye pia alijihusisha na ugaidi. Abdullah Al-Asir alikuwa mdogo wa Ibrahim. Alijitolea kuendesha shambulio la kujitoa muhanga mnamo Agosti 27 mwaka 2009 dhidi ya naibu waziri wa mambo ya ndani wa Saudi Arabia, Mohammed bin Nayef. Alificha bomu ndani ya mwili wake, mbinu ambayo inaaminika kuundwa na kaka yake Ibrahim Al-Asir. Abdullah aliuawa katika shambulio hilo, lakini mlengwa bin Nayef alinusurika kwa majeraha madogo. Ibrahim inasemekana alihamasika zaidi kuendeleza mbinu za mabomu ya kisasa baada ya kifo cha ndugu yake huyo. Kwa ujumla, familia ya Al-Asir haijulikani sana hadi wakati Ibrahim na Abdullah walipojiunga na Al-Qaeda na kuanza kushiriki katika mashambulizi ya kigaidi. Serikali ya Saudi Arabia iliweka familia hiyo chini ya uangalizi mkali baada ya matukio hayo. Tukio la kifo cha Abdullah Hassan Al-Asir, mdogo wa Ibrahim Al-Asir, ni mojawapo ya matukio kushangaza na ya kipekee kabisa katika historia ya mashambulizi ya kigaidi. Nikueleze sasa kwa kina kuhusu kifo cha Abdullah Al-Asir na namna ilivyokuwa. Agosti 27 mwaka 2009, lengo la shambulio lilikuwa ni kumua naibu waziri wa mambo ya ndani wa Saudi Arabia, Prince Mohammed bin Nayef, ambaye alikuwa akisimamia vita dhidi ya ugaidi nchini Saudi Arabia. Alikuwa pia mjumbe wa familia ya kifalme. Abdullah Al-Asir alijifanya kuwa gaidi aliyejisalimisha kwa serikali ya Saudi Arabia, akidai kwamba alitaka kuachana na ugaidi na kuomba msamaha kwa njia ya mpango wa serikali rehabilitation. Serikali ya Saudi Arabia ikiongozwa na bin Nayef ilikubali kumuona uso kwa uso kama sehemu ya juhudi za kuwashawishi magaidi waliopotea warudi nyumbani. Abdullah aliwasili akiwa peke yake bila silaha na aliruhusiwa kuingia katika ofisi ya kifalme ya bin Nayef kwa ukaribu. Alikuwa ameficha bomu ndani ya mwili wake, haswa katika rectum, yani katika sehemu ya haja kubwa, mbinu ambayo ni nadra sana na haikuwahi kuonekana kwa mafanikio hadi wakati huo. Bomu hilo lilitengenezwa na Ibrahim Al-Asir, kaka yake, ambaye alikuwa fundi mkuu wa mabomu katika Akab. Lengo lilikuwa kulipua bomu hilo akiwa karibu sana na bin Nayef ili kumuua kwa shambulio la kujitoa mhanga. Bomu lililipuka, lakini kwa mshangao mkubwa Prince Mohammed bin Nayef hakujeruhiwa vibaya, bali alitokana na majeraha madogo. Abdullah Al-Asir aliuawa papo hapo kutokana na mlipuko wa bomu hilo ndani ya mwili wake. Swali ambalo utakuwa unajiuliza ni kwa nini shambulio halikufanikiwa kumuua bin Nayef? Inaaminika kuwa bomu halikuwekwa kwa njia ambayo ingeathiri moja kwa moja mlengwa. Pia inadaiwa kuwa Abdullah alikuwa bado amekaguliwa kwa haraka, hivyo hakuweza kusogea karibu kabisa na bin Nayef kabla ya bomu kulipuka. Pia kuna ushahidi kuwa mlipuko ulikuwa dhaifu kidogo kwa sababu ya changamoto za kutengeneza bomu ndani ya mwili wa binadamu. Tukio hili liliamsha hofu kubwa miongoni mwa mashirika ya usalama duniani kuhusu uwezekano wa mabomu kupandikizwa ndani ya miili ya binadamu. Iliwafanya maafisa wa usalama kubadilisha mbinu za ukaguzi viwanja vya ndege na maeneo ya viongozi. Ilikuwa pia mojawapo ya mafanikio ya propaganda ya Akab kuonyesha uwezo wao wa kimkakati na kiteknolojia hata kama shambulio halikufaulu. Lakini je, msimamo wa familia kuhusu matendo ya Ibrahim na Abdullah ukoje? Baada ya Ibrahim na mdogo wake Abdullah kujiunga na kundi la Al-Qaeda, familia yao ilijitenga wazi na matendo yao. Baba yao aliwahi kuzungumza na vyombo vya habari akieleza masikitiko yake na kusema kuwa alikuwa ameshtushwa na kuchanganyikiwa na kile ambacho watoto wake walifanya. Alisema wazi kuwa hakuiunga mkono itikadi ya kigaidi. Serikali ya Saudi Arabia iliwahoji na kuwaweka chini ya uangalizi wa karibu baadhi ya wandugu wa familia hiyo baada ya kugundua uhusiano wa Ibrahim na mashambulizi ya kigaidi. Familia iliripotiwa kujaribu kumshawishi Ibrahim arejee nyumbani na aache harakati hizo, lakini juhudi zao hazikufua dafu. Baada ya Abdullah Al-Asir kujiua kwenye shambulio la kujitoa mhanga, familia ilipitia aibu kubwa kitaifa. Hii ilichochea juhudi zaidi za kijamii kupambana na itikadi kali miongoni mwa vijana. Familia ya Ibrahim Al-Asir haikuwa ya kigaidi,
wala yenye misimamo mikali kiasi. Kitendo cha yeye na mdogo wake kujiunga na Al-Qaeda kilikuwa kibinafsi na kilisababisha masikitiko na mshtuko mkubwa kwa familia nzima. Baba yao na familia kwa ujumla waliukana kabisa ugaidi na kuonyesha kusikitishwa kwao na matendo ya watoto wao. Utakuwa unajiuliza, je, Ibrahim Hassan al-Asir amejifunza wapi kutengeneza mabomu? Kwa sababu uwezo wa Ibrahim Hassan al-Asir kutengeneza mabomu uliwashangaza hata maafisa wa usalama duniani. Huyu hakuwa tu fundi wa kawaida, bali alikuwa mtaalamu wa hali ya juu. Ibrahim alisoma kemia kwenye moja ya vyuo vikuu nchini Saudi Arabia, ingawa inaaminika hakuweza kuhitimu. Kupitia masomo haya alijifunza kuhusu kemikali, mishiko ya miitiko ya vitu, yani reactions, na matumizi ya kemikali mbalimbali. Maarifa haya yalikuwa msingi wa ujuzi wake wa kutengeneza mabomu. Lakini pili, mafunzo ya kijihadi Yemen, Aqab Training Camps. Alipojiunga na Al-Qaeda katika rasi ya Warabuni, yani Aqab, alipelekwa katika kambi ya mafunzo ya kijihadi nchini Yemen, maeneo ya milimani na vijijini ambapo serikali haina ushawishi mkubwa. Katika kambi hizo alijifunza kutengeneza vifaa vya kulipuka kwa kutumia malighafi rahisi zinazopatikana sokoni. Alijifunza mbinu za kuepuka kugunduliwa na teknolojia za kisasa, kama vile kutotumia chuma kwenye mabomu yake. Alipata uzoefu wa vitendo, akijaribu na kufanyia maboresho vifaa halisi vya kigaidi. Lakini tatu, utafiti wa kibinafsi na ubunifu. Ibrahim al-Asir alikuwa na kipaji cha kipekee cha ubunifu wa kisayansi. Alitumia maarifa aliyokuwa nayo kufanya majaribio binafsi, hasa katika mbinu mpya kama mabomu ya PETN, yani kemikali ya plastic isiyogundulika kirahisi. Implant bombs, mabomu yaliyofichwa ndani ya mwili wa binadamu. Mabomu yaliyotumwa kupitia barua au mizigo, yakifichwa kwenye vifaa kama printer au cartridge za wino. Lakini nne ni ushirikiano na wanateknolojia wa Aqab. Alifanya kazi na wengine waliobobea katika teknolojia ya milipuko kutoka Mashariki ya Kati na hata Afrika Kaskazini. Inasadikiwa kuwa alikuwa na kundi dogo la wahandisi wa kigaidi waliomsaidia katika majaribio na uvumbuzi. Kwa ubunifu wake alipewa sifa ya kuwa master bomb maker wa Al-Qaeda. Aliweza kutengeneza mabomu madogo, magumu kugundulika, yenye ufanisi mkubwa, yaliyotishia mashirika ya usalama ya Marekani, Ulaya na Ghuba. Ibrahim al-Asir, the bomb maker, hakufunzwa rasmi na jeshi wala taasisi maalum, lakini aliunganisha elimu ya kemia, mafunzo ya kijihadi na ubunifu wa kibinafsi kugeuka kuwa mmoja wa magaidi hatari zaidi waliowahi kujulikana. Ni jinsi gani mabomu ya Ibrahim al-Asir yalitengenezwa na kuepuka kugundulika? Moja, kwanza ni kutumia mabomu yasiyo ya chuma, non-metallic explosives. PETN. PETN ni kemikali nyeupe kama unga ambayo haihitaji chuma ili kufanya kazi. Al-Asir alitumia PETN kwa sababu haina metal, hivyo haigunduliki na metal detector. Ina nguvu kubwa sana, hata kwa kiasi kidogo, gramu chache tu zinaweza kuharibu ndege. Inaweza kufungwa na kusokotwa ndani ya vitu vya kawaida bila kubadilika kwa muonekano. Kuingiza PETN kwenye maumbo ya ajabu, alificha kemikali hiyo kwenye nguo za ndani ya suruali, yani underwear seams, cartridge za printer, maeneo ya siri ya mwili wa binadamu, implants, au kupitia njia ya haja kubwa. Lakini pili ni kutotumia detonator wa kawaida wa chuma. Mabomu ya kawaida hutegemea fuse au trigger ya chuma kama waya au switch, lakini si al-Asir. Alibuni trigger mbadala kama kemikali zinazochanganyika kuanzisha mlipuko, yani chemical detonators. Simu ya mkononi kama kipaza mlipuko, aliunganisha wino wa printer na fuse ya simu ili bomu lishike moto kwa kupokea ujumbe wa SMS. Hii inamaanisha hakuna nyaya, hakuna screw, hakuna kinachoweza kufumwa na mashine za ukaguzi wa kawaida. Lakini tatu ni kuficha mabomu ndani ya mwili wa binadamu. Mfano, kesi Abdullah al-Asir mwaka 2009, PETN ilipakiwa kwenye kifuko maalum na kuingizwa kwenye njia haja kubwa, yani rectal insertion. Lengo ni kuficha kabisa kutoka kwenye body scanners za zamani ambazo haziangalii ndani ya mwili. Hii ilikuwa kipekee kabisa duniani. Mashirika ya usalama hayakuwa tayari kwa aina hiyo ya teknolojia ya kibinadamu. Lakini nne, mabomu ya kifaa cha kawaida, everyday object,
IEDs. Al-Asir alibuni mabomu yanayofanana kabisa na printer, simu ya mkononi, redio ndogo pamoja na kitabu. Kwa kutumia PETN iliyoingizwa ndani ya vitu vya kawaida, vifaa hivyo havikutoa ishara yoyote kwa X-ray scanners au trained dogs, hasa kama ilifunikwa vizuri. Lakini 5 ni kiasi kidogo sana cha kemikali, lakini chenye madhara makubwa. Kwa mfano, Omar Farouk Abdul Muttalib, yule wa underwear bomb, alikuwa na karibu gramu 80 za PETN. Bomu hilo lingeweza kulipua sehemu nzima ya ndege kama fuse ingezindua ipasavyo. Hii ilimaanisha hata skana kemikali ingeweza kutoa na kiasi kidogo kiasi hicho, hasa ikiwa kimefichwa kwenye nguo au mwili. Mabomu ya Al-Asir yalikuwa ya kisasa zaidi kuliko mifumo ya usalama ya wakati huo kwa sababu hakutumia metal. Alitumia trigger zisizo za kawaida, alificha mabomu ndani ya mwili au vifaa vya kawaida, alitumia kemikali zinazogundulika kwa skana za kisasa tu, si zile za kawaida. Lakini swali la kujiuliza ni kwamba ni jinsi gani mashirika ya usalama yaligundua mabomu ya Ibrahim Al-Asir? Moja ni ujasusi wa kimataifa, intelligence sharing. Mfano, shambulio la printer cartridge bomb la mwaka 2010. Mabomu haya yalitumwa kama mizigo kutoka Yemen kwenda Marekani. Shirika la ujasusi la Saudi Arabia, General Intelligence Presence, lilipata habari kutoka kwa informant jasusi aliyekuwa ndani ya ACAP. Saudi Arabia ilitoa taarifa kwa Marekani, yani CIA pamoja na FBI. Uingereza, M16, Ujerumani na mashirika mengine ya Ulaya. Ndege zililazimika kutoa ghafla Dubai na Uingereza na mizigo ilikaguliwa kwa kina. Mabomu yaligunduliwa sekunde chache kabla ya kuruka tena. Mafanikio haya yalitokana na habari za ndani, human intelligence, yani HUMINT, kutoka kwa watu waliopenya ACAP. 2 ni ufuatiliaji wa mawasiliano, yani signals intelligence, yani SIGINT. Mashirika kama NSA ya Marekani yalikuwa yakifuatilia simu, barua pepe, mawasiliano na radio kutoka Yemen. Katika baadhi ya matukio walifaulu kupata mazungumzo kuhusu njama za mashambulizi ambayo yalipelekea kuchunguzwa kwa karibu baadhi ya mizigo ya watu. Lakini 3 ni teknolojia mpya ya ukaguzi, yani body and cargo scanners. Mfano, mabomu ya ndani ya nguo za ndani ya mwaka 2009. Baada ya shambulio la Omar Farouk Abdul Muttalib, viwanja vingi vya ndege vilianza kutumia full body scanners, black scatter x-ray machines. Hii iliwezesha kugundua vitu visivyo vya chuma lakini vinaweza kuwa mabomu kama PETN. Hii ilisaidia kuzuia mashambulizi mengine yaliyopangwa kwa kutumia implants au nguo za ndani. Lakini 4 ni kuchambua tabia za safari, yani behavioral profiling and travel patterns. Mamlaka za usalama zilianza kufuatilia wasafiri wanaotoka maeneo ya hatari kama Yemen, Pakistan, Somalia na kadhalika. Mfumo wa API, yani Advanced Passenger Information, uliwasaidia mashirika ya usalama kutambua watu wanaosafiri kwa njia isiyo ya kawaida, kisha walikaguliwa kwa kina zaidi. Lakini 5 ni ushirikiano wa vikosi vya ardhi, yani ground intelligence and drone surveillance. Vikosi vya Marekani na washirika wao walitumia ndege zisizo na rubani, yani drones, kufuata harakati za wanamgambo, kupiga picha maeneo ya kambi, kuwasikiliza kwa siri kupitia vifaa vya kijasusi. Wakati mwingine picha au mawasiliano yalitoa dalili za kuwepo kwa mipango ya mashambulizi kabla haijatekelezwa. Lakini 6 ni upasuaji wa mizigo, yani manual cargo checks. Baada ya onyo kutoka Saudi Arabia, maafisa wa usalama walifungwa kwa mikono mzigo mmoja baada mwingine. Wakati mwingine mabomu yaling'amuliwa kutoka kwenye vifaa vya kawaida kama printer au radio, yakiwa yametengenezwa kwa ustadi mkubwa. Mashirika ya usalama yaliweza kugundua mabomu ya Ibrahim Al-Asir kwa mchanganyiko wa ujasusi wa ndani ya makundi ya kigaidi, yani HUMINT, uchunguzi wa mawasiliano, yani SIGINT, teknolojia ya ukaguzi wa hali ya juu, ushirikiano wa kimataifa na kiintelijensia, na mara nyingi walifanikiwa kwa sababu ya taarifa kutoka kwa watu wa ndani, yani informant, waliovujisha mipango ya ACAP. Na sasa tuangalie kifo cha the bomb maker Ibrahim Al-Asir. Mwaka 2017 aliuawa katika shambulio la ndege isiyo na rubani, yani drone, lililodhaniwa kufanywa na Marekani huko Yemen. Kifo chake kiliripotiwa kwanza kwa mashaka, lakini baadaye kilithibitishwa na Rais Donald Trump mnamo Oktoba 2019.
Kifo chake kilichukuliwa kama pigo kubwa kwa Akab kutokana na umahiri wake wa kiufundi katika utengenezaji wa mabomu. Ibrahim al-Asir aliachwa akijulikana kama master bomb maker wa Al-Qaeda. Kifo chake kilionyesha mafanikio ya mashirika ya kijasusi na ufuatiliaji dhidi ya magaidi wa hali ya juu. Anaendelea kutajwa katika kumbukumbu za operations za kupambana na ugaidi duniani. Ibrahim al-Asir alikuwa na umaarufu mkubwa kama mtaalamu wa kutengeneza mabomu, na baada ya kifo chake baadhi ya wanamgambo waliokuwa ndani ya Al-Qaeda katika rasi ya Waraboni yani Akab walichukua nafasi ya kuendeleza shughuli za kundi hilo. Hata hivyo, hakuna taarifa rasmi inayosema kwa uhakika nani alichukua nafasi yake kama mrithi wa al-Asir, lakini kuna majina kadhaa ya watu waliokaribia kurithi urithi wake wa utengenezaji wa mabomu na uongozi wa Akab. Baadhi ya majina yanayojulikana ni pamoja na Qasim al-Rimi. Qasim al-Rimi alikuwa ni kiongozi wa Akab baada ya kifo cha al-Asir, na alikuwa akiongoza kundi hilo kuanzia mwaka 2015 hadi 2020. Al-Rimi alikuwa mmoja wa viongozi wa juu wa Akab na alikuwa akiongoza mashambulizi dhidi ya serikali ya Yemen pamoja na kufanya mashambulizi ya kigaidi dhidi ya maslahi ya Magharibi na Marekani. Alifariki mwaka 2020 baada ya shambulizi la ndege za Marekani zisizo na rubani, yani drones. Jina la pili ni Khalid Batafi. Khalid Batafi aliyejulikana pia kama Abu al-Khair al-Yemen alichukua nafasi ya uongozi baada ya kifo cha Qasim al-Rimi. Batafi alikuwa mmoja wa wanachama wakuu wa Akab na aliongoza baadhi ya mashambulizi muhimu ya kigaidi. Aliendelea na mbinu za kigaidi zinazopangwa na al-Asir, akizingatia mbinu za kisasa za kutengeneza mabomu. Jina la tatu ni Abu al-Bara al-Iraq, labda mrithi wa kiufundi. Baada ya kifo cha Ibrahim al-Asir, baadhi ya ripoti zinaonyesha kwamba Abu al-Bara al-Iraq alikuja kuwa mmoja wa wataalamu wa mabomu ya Akab. Kama al-Asir alibobea katika utengenezaji wa mabomu, lakini habari juu yake ni kidogo na hakuwa na umaarufu mkubwa kama al-Asir au Qasim al-Rimi. Qasim al-Rimi ndiye alichukua nafasi ya kuongoza Akab baada ya kifo cha al-Asir. Ingawa Khalid Batafi na Abu al-Bara al-Iraq walikuwa watu muhimu katika mbinu za kigaidi, uongozi wa Akab bado unaendelea kutokuwa na utulivu, huku vikosi vya usalama vya kimataifa vikijiandaa kupambana na hatari mpya kutoka kwa wanamgambo hawa. Hali ya usalama katika maeneo yanayodhibitiwa na Akab baada ya kifo cha Ibrahim al-Asir na hatma ya mbinu za kigaidi zilizotumika kwa kipindi cha baada ya uongozi wake ni pamoja na kiongozi wa Akab baada ya al-Asir Qasim al-Rimi aliongoza Akab kuanzia mwaka 2015 hadi 2020. Alikuwa na mbinu za kigaidi za kisasa na alitekeleza mashambulizi katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na shambulizi maarufu dhidi ya mashirika ya kimataifa kama Marekani na Uingereza. Qasim al-Rimi aliendelea kutumia mbinu za kigaidi zilizobuniwa na al-Asir, ikiwa ni pamoja na mabomu yasiyo na chuma na mabomu ya kujitoa mhanga. Al-Rimi alikufa kwenye shambulio la ndege zisizo na rubani, yani drones, mwaka 2020, na badala yake Khalid Batafi alichukua nafasi ya uongozi. Mbinu za kigaidi zilizokuzwa na Akab. Baada ya kifo cha al-Asir, Akab iliendelea kutekeleza mashambulizi ya kigaidi kwa mbinu za kisasa, hasa kwenye maeneo ya Yemen na Saudi Arabia. Akab iliendelea kutumia PETN na TATP kutengeneza mabomu madogo ambayo hayakugundulika na mashine za ukaguzi wa kawaida. Mabomu haya yalifichwa ndani ya maeneo ya siri kama suruali, mifuko ya ndani au kwenye vifaa vya kielektroniki kama simu za mkononi au printer. Lakini pili ni shambulizi la kujitoa mhanga. Akab ilianzisha mashambulizi ya kijihadi kwa kutumia vijana wa kujitoa kupeleka mabomu kwenye maeneo ya umma na mashirika ya kigeni, hasa kwenye viwanja vya ndege, soko na mashirika ya kigeni. Shambulizi hili lilikuwa na madhara makubwa kwa sababu linaweza kuwa maelfu kwa wakati mmoja na kuchochea hofu kwenye jamii. Lakini tatu ni mashambulizi ya kisiri, yani covert operations. Akab ilifanya mashambulizi kwenye miundombinu muhimu ya serikali ya Yemen, huku ikilenga maeneo kama vituo vya mawasiliano na vituo vya usalama. Kwa kutumia wanajihadi waliovaa nguo za kawaida, Akab iliweza kujificha kati ya watu na kuleta madhara kwa ustawi wa usalama. Lakini nne ni upyaji wa teknolojia ya kiganzi na mbinu za kisasa. Akab iliendelea kutumia drone kama njia ya kupeleka mbinu za kigaidi kwa mashambulizi ya mbali. Teknolojia hizi iliwasaidia kufanya mashambulizi dhidi ya shirika la kijeshi na vituo vya kijasusi.
Tuangalie hali ya usalama na vita vya Yemen. Yemen imetekwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, huku AKAP na Houthi inasemekana kwamba wanaungwa mkono na Iran, wakigombania ushawishi katika maeneo mbalimbali. AKAP inadhibiti maeneo ya milimani na maeneo ya mbali ya Yemen ambapo serikali ya Yemen haiwezi kufika. Hii imeifanya Yemen kuwa ngome muhimu ya AKAP, ambapo kundi hilo linaweza kuendeleza shughuli zake za kigaidi bila usumbufu mkubwa kutoka serikali ya Yemen. Kuhusiana na uvumbuzi na uvunjaji wa mbinu za usalama, mashirika ya CIA, FBI na Mossad ilifanya kazi kwa karibu na majeshi ya Saudi Arabia na Yemen ili kugundua na kuzuia mashambulizi ya AKAP. Kutokana na mbinu za kisasa alizotengeneza Al-Asir, mashirika ya usalama yaliboresha teknolojia ya ukaguzi na kuongeza ufanisi wa skana za X-ray na body scanners. Lakini hatari ya AKAP kujiimarisha tena. Khalid Batafi alichukua uongozi wa AKAP baada ya kifo cha Arim na alirithi kundi ambalo lilikuwa tayari na mbinu za kigaidi zilizojengwa juu ya uvumbuzi wa Al-Asir. Ingawa AKAP ilishambuliwa na vikosi vya usalama vya kimataifa, kundi hili bado linadhihirisha uwezo wa kutengeneza mabomu ya kisasa, kupeleka shambulizi za kisiri na kuendeleza mikakati ya kigaidi. AKAP inazidi kuwa tisho kubwa, hasa kwa sababu ya mbinu za kisasa walizozitengeneza kwa kushirikiana na Ibrahim Al-Asir, na uongozi wao unaendelea kuleta athari kubwa kwa usalama wa kimataifa. Vita vya Yemen vinaendelea kuwa uwanja muhimu wa vita vya kigaidi, na hata baada ya kifo cha Al-Asir na viongozi wa AKAP, kundi hili linajitahidi kujenga nguvu yake tena kupitia mbinu mpya za kigaidi. Na sasa tuangalie jinsi AKAP inavyojidhihirishia kwenye maeneo mengine pamoja na athari za mashambulizi yao katika sehemu tofauti duniani. Moja ni mashambulizi dhidi ya maslahi ya kimataifa. AKAP imejengea umaarufu kwa kushambulia maslahi ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na mashirika ya kigeni, vituo vya kijeshi na vituo vya usalama. Moja, shambulizi la Charlie Hebdo Paris mwaka 2015. Ingawa shambulizi hili halikuwa moja kwa moja kutoka AKAP, lakini kundi hili lilijivunia kuunga mkono washambuliaji wa Paris. Kundi hili limejizolea maarufu kwa kuhamasisha mashambulizi kwenye maeneo kama Ufaransa na Uingereza, ambapo wagombea wa AKAP walifanya mashambulizi ya kigaidi kwa jina la kuchukua kisasi dhidi ya Uislamu. Lakini mbili ni shambulizi la USS Cole la mwaka 2000. Hili lilikuwa shambulizi la AKAP dhidi ya meli ya kivita ya Marekani. USS Cole ilifanyika kwenye bandari ya Aden nchini Yemen. Ingawa ilitokea kabla ya Al-Asir kuwa maarufu, AKAP ilijizolea maarufu kwa kutumia mbinu za maji na mabomu ya kujitoa mhanga kwenye meli za kivita. AKAP imedhibiti maeneo ya milimani ya Yemen na miji ya mbali ambapo serikali ya Yemen haijafika kikamilifu. Kundi hili linatumia maeneo ya mbali kama makambi ya mafunzo ya vikosi vya kutengeneza silaha. Mashambulizi yao ni ya kisiri, hivyo mashirika ya kijeshi ya kimataifa yanakutana changamoto kubwa katika kuzuia migogoro ya kigaidi. Dhamira ya AKAP ya kudhibiti maeneo ya Yemen kwanza ni kudhibiti maeneo ya kijijini. AKAP imedhibiti maeneo ya milimani ya Yemen na miji ya mbali ambapo serikali ya Yemen haijafikia kikamilifu. Kundi hili linatumia maeneo ya mbali kama makambi ya mafunzo na vikosi vya kutengeneza silaha. Mashambulizi yao ya kisiri, kwa hivyo mashirika ya kijeshi ya kimataifa yanakutana changamoto kubwa katika kuzuia migogoro ya kigaidi. Lakini mbili ni kukusanya fedha kutoka kwa wazalishaji wa dawa za kulevya. AKAP imejijengea uchumi kupitia dawa za kulevya, na hivyo imejidhihirisha katika biashara dawa kwa njia kusafirisha dawa kutoka maeneo ya Yemen kwenda Ulaya na Mashariki ya Kati. Hii imekuwa njia ya kudhibiti maeneo kupitia rasilimali na kuwawezesha kufanya mashambulizi zaidi. Kingine ni uwezo wa AKAP kwa teknolojia na mashambulizi ya mtandaoni, yani cyber warfare. Moja ni kutumia vyombo vya habari za kijamii, yani social media. AKAP inajitahidi kutumia mitandao ya kijamii kama Twitter, Telegram na Facebook kwa propaganda na kuhamasisha mashambulizi dhidi ya mashirika ya kigeni. Pia wanatumia video na picha za mashambulizi yaliyofanikiwa ili kuchochea machafuko na kueneza ujumbe wao wa jihad. Pili ni cyber attacks. AKAP inajitahidi kutumia mbinu za kivita za mtandao kupenya system za usalama za nchi na mashirika ya kimataifa. Kundi hili limejulikana kwa kutumia hacking tools ili kufikia vifaa vya kijeshi, kudukua data za kijeshi na mashirika ili kupata habari muhimu kwa shughuli zao za kigaidi. Athari za mashambulizi ya AKAP katika usalama wa kimataifa. Kwanza ni Marekani na Uingereza.
ACAP imekuwa na athari kubwa katika usalama wa kimataifa kwa mashambulizi dhidi ya maslahi ya Marekani na Uingereza. Kundi hili linataka kusababisha machafuko na kudhihirisha uwezo wao wa kushambulia maeneo yaliyo mbali na Yemen. Mashambulizi dhidi ya ubalozi wa Marekani na Uingereza pia ni moja ya mbinu wanazotumia kutuma ujumbe wa kigaidi wa kimataifa. Lakini mbili ni mashirika ya kimataifa na usalama wa ndege. ACAP inajaribu kushambulia usafiri wa anga kwa kutumia mabomu yasiyoonekana ambayo yana uwezo mkubwa wa kuua abiria wengi katika ndege za kibiashara. Hii inaathiri moja kwa moja usafiri wa anga na inaongeza hali za usalama kwenye viwanja vya ndege kote duniani. Hatma ya ACAP na vikwazo vya kimataifa ikoje? Vikosi vya usalama vya kimataifa vinaendelea kuungana katika kupambana na ACAP kupitia mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, yani drones, ukaguzi wa mashirika ya kimataifa na vita vya kisheria. Saudi Arabia, Marekani na Emirates zinatoa msaada mkubwa katika vita vya kupambana na ugaidi huko Yemen na maeneo mengine yanayoshikiliwa na ACAP. ACAP inaendelea kuwa tishio kubwa la kigaidi kutokana na mbinu zao za kisasa, ikiwa ni pamoja na kutengeneza mabomu yasiyogundulika, kutumia teknolojia ya mtandao na kushambulia maslahi ya kimataifa. Hata hivyo, vita vya kigaidi vinavyofanywa dhidi ya ACAP na serikali za kimataifa vinatoa matumaini ya kudhibiti nguvu ya ACAP, ingawa kundi hili bado linajidhihirisha katika maeneo mengi duniani. Kufikia hapo tunahitimisha makala yetu kuhusiana na Ibrahim Hassan al-Asir, almaarufu kama Master Bomb Maker, lakini pia kufahamu kwa undani kuhusiana na kundi la kigaidi la Al-Qaeda katika rasi ya Uarabuni, nazungumzia ACAP. Mimi ni Semio Sonyo, hadi wakati mwingine niseme asante.